Karibu sana kwenye video yetu ya leo, na leo tunazungumzia jambo ambalo ni msingi wa mafanikio yote makubwa, kwa maana mtazamo wa mafanikio. Kama bado hujui, mafanikio huanza kichwani kabla hayajawa halisi kwenye maisha. Hivyo hebu tuangalie njia rahisi kabisa za kujenga mtazamo wa mafanikio hatua kwa hatua. Moja, amini inawezekana. Namba moja, amini inawezekana. Kila kitu huanza na imani. Huwezi kufanikisha kitu unachoamini hakiwezekani. Badala ya kusema siwezi, anza kusema nitajifunza jinsi ya kufanya. Watu wote waliowahi kufanikiwa walikuwa na imani thabiti kwamba wanaweza. Imani ndiyo mafuta ya safari yako ya mafanikio. Jambo la pili, jifunze kudhibiti mawazo yako. Mawazo yako yana nguvu kuliko unavyofikiri wewe. Unachowaza mara kwa mara ndicho anachovutia kwenye maisha yako. Umeelewa? Unachowaza mara kwa mara ndicho anachovutia kwenye maisha yako. Usiruhusu uoga ukuingie, mashaka, wasiwasi au maneno basi ya watu ya kuvuruge, au maneno hasi ya watu ya kuvuruge. Anza kila siku kwa kusema maneno chanya kama haya: nina uwezo, nina thamani na ninaweza kufanikiwa. Hii itabadilisha jinsi unavyohisi na jinsi unavyotenda. Hatua tatu, weka mazingira yatakayokujenga. Mtazamo wako unakuwa kutokana na mazingira yako. Ukikaa na watu wanaolalamika, utalalamika pia. Lakini ukikaa na watu wanaoongea ndoto, mipango na maendeleo, utaanza kufikiria kama wao. Tafuta vitabu, video, marafiki na mazungumzo yanayokutia nguvu, sio yanayokuvunja moyo. Lakini hatua ya 4, fanya vitendo vidogo kila siku. Mtazamo wa mafanikio haujengwi kwa maneno tu. Unajengwa kwa vitendo vidogo vinavyorudiwa kila siku. Usisubiri siku kamili, anza leo. Fanya jambo dogo kuelekea lengo lako. Kila hatua, hata ndogo, ni ushindi unaojenga kujiamini kwako. Lakini 5, shukuru kwa kila kitu. Watu wenye mtazamo wa mafanikio ni watu wenye moyo wa shukrani. Wanajua kuthamini kile walicho nacho, hata kama bado hawajapata kila kitu. Shukrani hufungua mlango wa baraka mpya. Kila siku jiulize, leo nina nini cha kushukuru? Hiyo tabia ndogo itabadilisha kabisa mtazamo wako wa maisha. Lakini 6, jifunze kutoka kila changamoto. Mtu mwenye mtazamo wa mafanikio haogopi kushindwa. Anaona kushindwa kama somo, si mwisho. Kila changamoto ni fursa ya kukua, kujua zaidi na kuwa bora zaidi. Ukijua hilo, hakuna kitakachoweza kukurudisha nyuma. 7, jiamini hata wengine wakikataa kukusikia. Kuna nyakati watu hawataamini uwezo wako, lakini hiyo ni kawaida. Usiishi kuthibitisha kwao. Ishi kuthibitisha kwa Mungu na nafsi yako. Ukiamini ndani yako, ulimwengu utakuamini pia. Mtazamo wa mafanikio hauji kwa bahati. Unajengwa kila siku kupitia fikra zako, maamuzi yako na tabia zako ndogo ndogo. Lakini kumbuka pia, mafanikio si bahati, ni matokeo ya mtazamo sahihi. Kama umejifunza kitu leo, subscribe kwenye channel hii, like na share video hii kwa mtu unayejali, ili anze kujenga mtazamo wa mafanikio.